Hujambo na karibu mtazamaji kwa mara nyingine tena kupitia hapa The World News uweze kufahamu mambo ambayo yanajiri ulimwenguni, lakini wakati huu tunaitazama Mashariki ya Kati kutokana na kile kilichoibuka katika siku za hivi karibuni, urushianaji wa maneno kati ya viongozi wa Marekani pamoja na wale wa nchini Iran. Ni kutokana na kile ambacho rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameitishia Iran kwamba anaweza akaishushia mvua ya makombora. Lakini wakati huo huo Iran ikisema kwamba ina mpango nayo wa kuweza kulipa kisasi, hasa kuishambulia Israel, lakini pia kushambulia maeneo yote ambayo yana kambi za kijeshi za Kimarekani. Huu ndio mpango wa Iran wa sasa, lakini ni makombora yapi ya Iran ama droni zipi ambazo zinaweza kufuta vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati ama nje ya Mashariki ya Kati na kuzitoa nje ya ramani? Rais Trump ametishia kuishambulia Iran kwa njia ambayo hawajawahi kuona isipokuwa makubaliano mapya ya nyuklia kama yatakubaliwa. Hii ndio sababu mbinu za uonevu kama hizi sio wazo zuri, lakini linapokuja suala la Iran, rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei wanasema hawawezi kukubaliana na uonevu huu. Rais Trump ametishia kuishambulia Iran kwa njia yoyote, lakini pia Waajemi wanasema hilo halitowezekana, lazima atatumia nguvu zao zote kwa ajili ya mapambano. Marekani na zaidi ya kambi 60, ngome za kijeshi na vituo vya pamoja vinavyoenea Mashariki ya Kati, kuanzia shughuli ya usaidizi wa wanamaji huko Bahrain, makazi kwa kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani na Al Udeid Air Base ambacho ndio msimamizi mkuu wa CENTCOM, hadi vituo vingine vya majini, anga na ardhini katika ghuba ya Oman, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Syria pamoja na Uturuki. Hata hivyo, kwa mujibu wa serikali ya mapinduzi ya Iran imesema kwamba itatumia makombora yote pamoja na ndege zao zisizokuwa na marubani kurusha katika maeneo yote ambayo Marekani inanufaika nayo. Miongoni mwa silaha nzito ama makombora mazito ambayo Iran itayatumia ni pamoja na kombora la Qiyam ambalo lina uwezo wa kuruka kilomita 800 hadi 1000 na likiwa na vichwa vya vita karibia kilo 750. Lakini pia kuna kombora la Haji Qasim ambalo lina uwezo wa kuruka kilomita 1400 na vichwa vya vita vya kilo 500. Lakini kombora la Khaybar Shekan umbali wa kilomita 1450 likiwa na vichwa vya vita vya kilo 500. Emad ambalo linaruka umbali wa kilomita 2000 na upakiaji wa kilo 750. Kombora la Ghadir Dash 110 ambalo linaruka umbali wa kilomita 1600 hadi 2000 likiwa na mzigo wa kilo 1000. Umar kombora la usahihi lenye umbali wa kilomita 2500 hadi 3000 lina mzigo wa kilo 410 hadi 700. Walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu ya Iran wanasema makombora yote hayo yamewahi kuonyeshwa wakati wa uzinduzi wa kambi mpya ya kijeshi katika eneo lisilojulikana katika ghuba ya Uajemi nchini Iran. Hata hivyo, makombora mapya bado mengine hajaonekana, na baadhi ya makombora ambayo tumeyataja ni yale ambayo yaliwahi kuonyeshwa katika baadhi ya nyakati, lakini Iran inadai kwamba kuna makombora mengine mazito ambayo bado hajaonekana. Kuna ndege pia zisizokuwa na marubani za masafa marefu, miongoni mwao ni Kaman Dash 12, ina uwezo wa kuruka kilomita 1000 na lina uwezo wa kupakia makombora ya karibia kilo 100. Lakini pia kuna ndege za Shahed Dash 129 zina uwezo wa kuruka umbali wa kilomita 1700 yakiwa na makombora 4 ya usahihi ya Sadid Dash 1. Mohajir Dash 6, moja kati ya ndege ambayo ina uwezo wa kuruka kilomita 2400 na hubeba silaha zinazoongozwa kwa usahihi. Shahed 149 ina uwezo katika safu ya kilomita 2500 na inaweza kubeba mzigo wa bomu 13 lenye kilo 500. Uchambuzi wa kituo cha Soufan cha makadirio ya uwezo wa masafa marefu wa makombora ya ballistic ya Iran imesema kwamba makombora haya katika maeneo ya Mashariki ya Kati yana uwezo wa kufika popote, na ufikiaji wa kudumu wa mwambao wa ghuba ya Uajemi na ghuba ya Oman. Ina maana kwamba wakati wa vita Iran
inaweza kutawala maji karibu na mlango bahari wa Hormuz na eneo la kimkakati ambalo 30% ya biashara ya mafuta duniani hupita. Kwa hivyo kukiwa na vita, ina maana Iran itazuia biashara ya mafuta ambayo yanatoka katika mataifa ya Kiarabu, na hivyo kuna uwezekano mkubwa huku ikiendelea kushambulia kambi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Lakini pia hali nyingine ambayo itakumba uchumi wa dunia ni pamoja na kwamba 30% ya biashara ya mafuta duniani ambayo inapita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz hazitaweza kupita tena. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.